Bwana Yesu asifiwe. Uzangu wa Tanzania pamoja na mataifa mengine unaotufuatilia katika chombo chetu kizuri TV ya Sibuka, TV ambayo iko chini ya utumishi wa kanisa letu la EAGT. Niwakaribishe siku yetu ya leo nzuri ambayo Mungu ametupa nafasi tena tushirikiane kwa ajili ya neno la Mungu. Nao wakati mwingine mzuri ambao Mungu ameufanya, basi nikukaribishe tena kwa wale wasikilizaji wa Lind Radio FM. Nao niwakaribishe kule kusini, unaweza ukatulia pale nyumbani tukashirikiana neno la Mungu. Na moja kwa moja jitambulishe kwako. Mimi naitwa mhubiri na mchungaji Daktari Chambogo au Paul Chambogo, tumika na kanisa la EAGT. Karibu tena mchana wa leo tukapeane maarifa katika nyakati zetu tunazoishi kwenye ulimwengu huu. Mchana wa leo nao ujumbe mzuri ambao utakuponya, utakupeleka mahali kutoka mahali ulipokuwa umesimama huenda, kwa maana ya maisha yako ya kawaida, maisha yako ya kiroho. Asi Mungu ametupa neno zuri ambalo litakusaidia. Mimi nilipotangulia kupewa limenisaidia, kwa hiyo ninaamini na wewe litakusaidia. Wenye mahitaji ya kuponywa wataponywa. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa na utukufu Bwana wa mbingu na nchi, ambaye umetupa nafasi tena uwepo katika uso wa nchi. Asante kwa neema na rehema zako. Mchana wa leo kutana na watu wako Mungu. Unalo neno ambalo umeliweka ndani yangu, ukaseme nao wewe mwenyewe. Ndiwe uliyewaumba, ndiye utakayeleta hukumu juu yao. Sisi sote tutasimama mbele zako tukihukumiwa. Basi Bwana, kwa rehema ukawaponye watu wako wenye mahitaji ya kuponywa nafsi, roho na miili yao. Ukakutane nao kwa namna moja au nyingine, neno lako likapate kuwafungua. Katika jina la Yesu Kristo, Roho wa uzima ukitembea katikati yetu, ukiwahudumia wale watu ambao mimi siwezi kukutana nao kwa namna yoyote, lakini kwa uweza wako upo kuwaponya huko, kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi na kwenye mabara mengine. Kristo wa Mungu kawafikie wote uko pale pale kwa uweza wako mkuu, katika jina la Yesu. Amen. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Kama ambavyo nimejitambulisha, nikuletee ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza na maandiko mengine tutakayoendelea kuyasoma baadaye. Lakini ujumbe wetu wa mchana wa leo unasema nguvu ya ujumbe wa msalaba. Nguvu ya ujumbe wa msalaba. Huo ndio tutakao dili nao, na hakika ninaamini ukiweka masikio yako vizuri, ukasikiliza kwa umakini, ukauachilia moyo wako, iko nguvu ya uponyaji, mtumishi wa Mungu. Na wewe hata uliyelala kitandani, ili neno lina uwezo wa kwenda kukuinua. Kinachotakikana kwako tu ni jambo moja, kuwekeza ufahamu wako katika neno hili, lakini pia na kuweka imani katika Mungu ambaye anasema na wewe mchana wa leo. Nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Huo ndio ujumbe wetu, nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Nisome maandiko kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18
mpaka wa 24. Andiko yanasema hivi: kwa sababu neno la Mungu, amini, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, itaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili itazikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno nalohubiriwa. 22. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu aliye hai. Mpendwa wangu msikilizaji na mtazamaji wa TV yetu pendwa Sibuka, karibu katika ujumbe wa mchana wa leo, ujumbe ambao nimeupa kichwa cha somo: nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Katika siku za mitume walipokuwa wakipita huko na huko kuhubiri, walikuwa wamekutana na kadhia nyingi kutokana na kumhubiri Yesu Kristo. Walikuwa wamekutana na mapambano mengi, lakini asante Yesu Kristo aliyewatuma walisimama kidete. Hata leo tunalo neno la Mungu ambalo limebeba ushuhuda wa utumishi wao, ambalo limebeba ushuhuda namna walivyokwenda na walivyosimama katika kumhubiri Kristo pamoja na misukosuko mingi, lakini bado walishinda kwa sababu ya nguvu ya neno la msalaba. Korinto anapoandika Paulo, ulikuwa na ushindani mwingi wakati huo, ushindani kuhusu na imani ya Kiyahudi ambayo ni imani mama katika taifa hilo, lakini pia upande wa mataifa mengine, mfano taifa la Kiyunani, nao lilikuwa ni taifa liloendelea wakati huo. Nakumbuka pia walikuwa wameitawala dunia katika wale watawala watatu kabla ya Rumi. Kwa hiyo Wayunani walikuwa wameendelea, walikuwa na viwango vya elimu ya hali ya juu, lakini pia wao walikuwa wakijivunia sana habari ya hekima au filosofi yao. Kwa hiyo kulikawa na mapambano makubwa kati ya mitume wanaoihubiri injili ya Yesu Kristo pamoja na mataifa haya yanayowazunguka, ambayo yalikuwa yakifanya vita vikubwa kwa jinsi ya mwili na kwa jinsi ya rohoni. Lakini mchana wa leo tutakwenda kuyaona moja ya mambo ambayo Paulo aliyajibu, akijibu kwenye upande wa Wayahudi wenzie na akijibu upande wa mataifa wanaotuwakilisha mataifa wa upande wa Wayunani. Ndiyo maana na hata ujumbe nikaupa nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, tunafahamu kwa habari ya kitu kinachoitwa msalaba, lakini mchana wa leo sitaki kuuzungumzia sana msalaba. Nataka nizungumzie nguvu ya neno la msalaba. Kuna tofauti ya msalaba kama mti na kuna tofauti ya ujumbe utokanao na neno la msalaba. Nasi tutajikita sana katika ujumbe unaosema ujumbe utokanao, nguvu itokanao na ujumbe wa neno la msalaba. Ijapokuwa pia sitaacha kutaja msalaba kwa maana ya msalaba, kwa kuwa hapo ndipo penye vyanzo vya ukombozi wetu. Tunafahamu ya kwamba Yesu Kristo alisulubiwa miaka 2000 iliyopita. Alikuwa amepita kwenye kipindi kigumu
ndani ya taifa lake, lakini pia kwenye upande wa mataifa, kwa maana ya taifa la Kirumi. Kwa hiyo alikuwa amesulubiwa miaka 2000 iliyopita. Wasomi wanaita AD. Ni miaka 2000 hii ya Kristo tangu amekuja duniani. Na sasa tunaongelea miaka 2025. Lakini jumla tunasema tangu Kristo mpaka sasa ni miaka 2000 tangu alipokuwa amesulubiwa. Na alikuwa amesulubiwa juu ya mti wa msalaba. Mti wa msalaba ndipo alipokuwa amesulubiwa, na alisulubiwa kwa makusudi makamilifu ya kiungu, makamilifu kabisa ya Mungu mwenyewe, kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya uovu wetu. Kristo alisulubiwa msalabani, tendo ambacho kilikuwa ni kitendo cha fedheha, kilikuwa ni kitendo cha udhalilishaji wa hali ya juu, kilikuwa ni kitendo cha aibu, kilikuwa ni kitendo cha laana. Lakini hayo yote yaliyompata Kristo miaka 2000 iliyopita ilikuwa ni kwa ajili yetu. Ilikuwa ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya kuleta ukombozi wa ulimwengu, kuleta ukombozi au wokovu kwa wanadamu. Takwa hili la kusulubiwa Yesu kwenye mti wa msalaba ilihubiri wiki 2-3 zilizopita, ya kwamba alikuwa akitimiza takwa la kiungu, lakini pia alikuwa anatimiza takwa la Torati, lakini pia alikuwa anatimiza takwa la manabii. Kwa hiyo maeneo hayo matatu yalikuwa yanamtaka Yesu Kristo asulubiwe kwa tendo la aibu juu ya huo mti wa msalaba. Ndiyo maana Paulo anasema, tulipoanza kusoma, anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Anataja neno la msalaba. Ndiyo maana nimekwambia kuna tofauti ya mti wa msalaba, kuhubiri mti wa msalaba na kuhubiri neno la msalaba au ujumbe wa msalaba. Iko tofauti, na nitakueleza mchana wa leo. Kwa hiyo tunaona Kristo alitimiza hayo matakwa ya Torati. Sasa Mungu alikuwa amempa Musa Torati, ndiye aliyemwagiza kwenye Kumbukumbu la Torati 21, 22, 23. Anasema mtu atakayekuwa ametenda dhambi ambayo itapaswa auawe. Anauawa wapi? Anauawa kwa kutundikwa juu ya mti. Na tendo hilo Mungu akaliita, mtu wa namna hiyo atakuwa amelaaniwa. Na kwa njia hiyo kipindi cha mahubiri ya Paulo akaja kanukuu tena Wagalatia 3:16. Nilishaeleza hapo nyuma kwamba Kristo aliangikwa juu ya msalaba au juu ya mti wa msalaba, aliangikwa akafanyika laana kwa ajili yetu. Lakini pia manabii walikuwa wamesema mambo hayo yatakayotimizwa na mtu mmoja aitwaye Kristo. Ndiyo maana mchana wa leo ninahubiri habari ya nguvu ya neno la msalaba. Ninahubiri habari ya nguvu ya neno la msalaba. Ndani ya ujumbe wa neno la msalaba kuna nguvu ya ajabu mchana wa leo. Kuna nguvu ambayo imekutana na watu wameponywa. Kuna nguvu ya watu walioshuhudia, waliowekeza fahamu zao kusikiliza ujumbe na walikuwa wameponywa. Lakini nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba inatokana na Kristo aliyesulubiwa msalabani miaka 2000 iliyopita. Lakini pia Petro anazungumzia, Petro wa kwanza 2:24, namna ambavyo Kristo alisulubiwa hata akafa juu ya mti. Lakini Luka 24:44, baadaye Yesu alipokuwa amefufuka, amekutana na wale wanafunzi, akawaambia ilikuwa lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa na Torati na Zaburi na manabii. Kwa hiyo anasema ilikuwa ni lazima. Kwa hiyo anaposema nao alikuwa amefufuka, na Zaburi ilikuwa imetaja kufufuka kwake na manabii wengine. Kwa hiyo anapowatokea na waambia ilikuwa ni lazima haya mlioyaona yakinitokea yalikuwa yameandikwa, na ilikuwa lazima niyatimize hata kama ilikuwa yenye mazingira magumu.
Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu. Mchana wa leo na ujumbe ambao utakuokoa. Ujumbe huu utakuponya, ujumbe wa neno la msalaba. Lakini jambo la pili, Torati na Zaburi na manabii zilitaka Yesu Kristo au Masihi atakayekuja lazima akutane na mateso yaliyonenwa. Kwa hiyo ilikuwa lazima Yesu Kristo apitie kwenye tukio ili la kusulubiwa msalabani. Na watu wengine pasipo kujua wakijaribu kuharibu tafsiri, wakisema isingewezekana mwana wa Mungu Yesu Kristo asulubiwe msalabani. Isingewezekana kwa sababu wanasema Torati ilikuwa imesema anayeangikwa msalabani amelaaniwa. Wameshindwa kujua Yesu Kristo anachukua nafasi yetu. Yesu Kristo anachukua eneo ambalo sisi wenyewe tusingeweza. Nilishasema siku za nyuma, hakuna mwanadamu aliyekuwa na sifa ya kutukomboa binadamu wenzie, wala hakuna mwanadamu aliyekuwa na sifa ya kuwa ajiokoe yeye mwenyewe. Biblia inasema katika Zaburi tulisoma 49 ya kwamba nafsi ya mwanadamu ina gharama. Hivyo Yesu Kristo anapokutana na matukio haya magumu ni kwa sababu ya nafsi yako yenye thamani ya ajabu. Ni kwa sababu ya nafsi yako yenye gharama ya ajabu. Na hiyo gharama ya nafsi yako ilipaswa iwe nafsi ya mtu. Ndiyo maana Yesu Kristo anakuja katika mwili, anauchukua mwili kwa minajili ya kuja kutimiza kile ambacho Torati na manabii na Zaburi walikuwa wametabiri. Hakukuweko mwenye sifa ya ambaye angeliweza kutukomboa. Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 3 inasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa au na kukosa utukufu wa Mungu. Lakini Yesu Kristo anapokuja, Injili ya Yohana sura ya 1 inasema naye neno alifanyika mwili, nasi tukauona utukufu wa mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo kulikuweko na maisha ya utukufu, lakini ndani ya wanadamu wengine wa kawaida Biblia inasema tumepungukiwa au tumekosa utukufu. Kwa hiyo isingeliwezekana mtu aliyekosa sifa za utukufu halafu awe mwokozi wa wengine. Ilipaswa apatikane mwingine aliyejaa utukufu, aliyejaa neema ya Mungu, aliyejaa huruma kwa ajili yetu, naye si mwingine alikuwa Yesu Kristo. Ndiyo maana ilibidi aangikwe, ndiyo maana ilibidi aibike, ndiyo maana ilibidi apigike, ndiyo maana ilibidi ajeruhiwe. Ndiyo maana hata mwenyewe akasema kwenye Mathayo 8:18 anasema mwenyewe aliyachukua magonjwa yetu, hakukuweko na mwingine. Na hapa ndipo penye nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Haleluya. Kwa hiyo basi Yesu Kristo tunaona alivyokufa msalabani. Atendo hilo Yesu Kristo alikuweko msalabani. Biblia zote, Injili zote 4 zinasema alikuweko msalabani tangu saa 6 mpaka saa 9, akiwa hewani akining'inia mwana wa Mungu, akiwa hewani mwokozi wetu. Tangu saa 6 mpaka saa 9 alikuwa akitimiza lile takwa la kitorati. Na Biblia inasema wote wakamuona kwenye kilele cha mlima, hata wengine wakamdhihaki wakisema aliwaponya wengine, kwa nini asijiponye mwenyewe? Aliwaokoa wengine, kwa nini asijiokoe mwingine? Hayo ni maneno ya fedhuli waliokuwa wanayasema, na wao wanaoyasema walimhitaji mwokozi. Hakuweko mwingine tena bali angeweza kutuokoa. Na Yesu angejiokoaje? Kama angelijiokoa, wokovu wetu ungekuwa wapi? Kama angelijiokoa, uponyaji wetu ungekuwa wapi? Kama angelijiokoa, ukombozi wetu wa nafsi zetu ungelikuwa wapi? Mtazamaji wangu, haya yalikuwa ni maneno ya kutokujua, kama ambavyo wengi wananena maneno juu ya Yesu Kristo pasipo kujua. Jana wa leo niko hapa kukupa maarifa
Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Nipo hapa kukupa maarifa ya neno la Bwana. Nazungumza nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Kuna nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Kuna nguvu ya kuponywa ndani ya ujumbe wa neno la msalaba. Kuna nguvu ya maachilio. Jana wa leo utaachiliwa tu. Shetani atake asitake, utaachiliwa tu. Maana Yesu ameshasulubiwa. Utaachiliwa tu. Haikiko cha kuzuia usiachiliwe, mpendwa wangu. Jana wa leo ukinisikiliza, hata kabla sijakuombea, utaziona nguvu za ujumbe wa msalaba zikikutembelea kwa jina la Yesu Kristo. Jana wa leo nakuletea neno lenye matumaini, neno lenye uweza. Nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba ikuinue mahali ulipolala. Nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba ikutowe kwenye mahangaiko ya maisha ya ukahaba, ikutowe kwenye mahangaiko ya maisha ya uchawi, ikutowe kwenye mahangaiko ya maisha ya dhambi. Nguvu ya neno la msalaba, uko uweza wa kukuponya, uko uweza wa kukufungua. Maana Paulo anasema sionei haya Injili, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwenye Wakorintho anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Tangu saa 6 mpaka saa 9 Yesu alikuwa juu ya mti mpaka alipokufa. Na hata baada ya kufa alishushwa kaburini, akazikwa, akawekwa chini ya moyo wa nchi ndani ya siku 3. Ndani ya siku 3 na siku ya 3 akafufuka. Hapa ndipo Paulo alipokutana na Yesu Kristo, alipogundua nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Sizungumzi mti, nitaueleza hapo mbele kidogo, lakini nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Kuna nguvu ndani ya ujumbe uliobeba neno la msalaba. Neno la msalaba, ujumbe wa msalaba, kuna nguvu ndani yake ya kuwaponya watu. Jana wa leo Bwana kutane na wewe. Jana wa leo nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba iende kukuinua, iende kukuponya. Umetumia dawa ya kutosha, yatosha ulivyokula madawa. Iko nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba, uende kufunguliwa, uende kuponywa, uende kuachwa huru. Iko nguvu ya ujumbe wa msalaba. Haleluya. Hey! Kwa hiyo tunaona matakwa yalitimizwa. Mathayo 27 na mstari wa 62. Mathayo 27. Ngoja nisome maneno haya. Mathayo 27. Mathayo 27 mstari wa 62. Nao ninasoma maandiko yako hivi. Hata siku ya pili ndiyo iliyokuwa baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka ya kwamba yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Wanasema tumekumbuka yule mjanja alisema hivi, baada ya siku 3 nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hata siku ya 3, wasije wanafunzi wake wakamuiba, wakawaambia watu amefufuka katika wafu, na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Ndipo Herode Pilato akawaambia, mnao askari, nendeni mkalilinde. Ndugu yangu, ni kama nilivyotangulia kusema, kama mitume walivyokutana na upinzani, ndivyo Yesu Kristo alivyokutana na upinzani. Hata alipokuwa wameshuhudia amekufa, lakini bado upinzani uliendelea. Wakakumbuka wakisema, alisema hivi huyu mjanja. Wanamuita mjanja. Yesu wanamuita ni mjanja, ya kwamba alisema atafufuka siku ya 3. Kwa hiyo kaburi lilindwe ili mpaka tuone
ile siku ya tatu isije wanafunzi wakamwiba. Alafu wanasema hivi, uongo wa mwisho utakuwa ni hatari. Ndiyo, ndivyo inavyofahamika hivyo. Lakini mpendwa wangu, Yesu Kristo alifufuka wala hakusema uongo. Hii ndiyo nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Mbele yake nitakwambia, na siri ya Ukristo iko kwenye nguvu ya neno la msalaba. Kwa maana Yesu Kristo yu hai. Mchana wa leo ninalo neno la matumaini. Umekwenda huko na huko, wakati mwingine ukitafuta, unatafuta kiuchumi, unatafuta kubarikiwa, unatafuta kuinuliwa, umekwenda mpaka waganga wa kienyeji, hata umetoa makafara. Wacha nikwambie mchana wa leo, yupo aliyefufuka kwa wafu. Kama alifufuka kwa wafu, na uwezo wa kufufua biashara yako, ana uwezo wa kufufua roho yako, ana uwezo wa kufufua maisha yako, ana uwezo wa kufufua afya yako. Kama Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, wala hakusema uongo, ana uwezo wa kukufufua. Na hii ndiyo nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Maana Yesu Kristo alisulubiwa msalabani. Sasa hatuongelei maana hayuko msalabani tena, wala hatasulubiwa mara mbili, wala hatasulubiwa mara kadhaa. Alisulubiwa mara moja. Sasa tunahubiri ujumbe wa nguvu ya neno la msalaba. Ndani ya nguvu ya neno la msalaba upo wokovu mchana wa leo. Ndani ya ujumbe wa nguvu ya neno la msalaba uko uponyaji. Kwako uliyekata tamaa, kwako uliyevunjika moyo, Yesu Kristo yupo. Yesu Kristo yu hai, amefufuka kutoka kwa wafu. Hata wale waliojaribu wakati mwingine hata wakawahonga watu waseme, semeni aliibiwa. Wapendwa wangu, Yesu huwezi kumwiba. Yesu huwezi kumwiba. Haibiki Yesu, maana yeye sio sarafu, maana yeye sio kitu fulani. Yesu huwezi kumwiba. Yu hai milele na milele. Kwa jina la Yesu mchana wa leo, pokea neema iokoayo katika jina la Yesu aliye hai. Pilato akasema, mnao askari, nendeni mkalinde. Tumishi wa Mungu naye nisikilize pale Lindi Radio FM, na wale ndugu zangu kwenye mataifa mbalimbali wanaonitazama, itakuwa ni bahati mbaya tu. Kule India huenda hawasikii Kiswahili, na wengine mataifa mengine ambao hawawezi kusikia Kiswahili. Lakini wacha nikwambie, Yesu Kristo ana uwezo. Yesu Kristo anaponya. Yesu Kristo ana nguvu. Kuna nguvu ndani ya ujumbe wa neno la kufufuka. Kwa jina la Yesu aliye hai, wale mliopata neema ya kuwa mnasikia Kiswahili, waambie ndugu zetu huko, na nena habari yenye matumaini, na nena habari yenye uweza, na nena habari yenye uponyaji wa kweli, na nena habari yenye wokovu wa kweli, na nena habari ya ukombozi wa kweli, na nena nguvu za Yawe, na nena nguvu za Kristo. Iko nguvu iliyomleta Yesu kutoka kwa wafu. Warumi inasema hivi, ikiwa roho wa Kristo aliyemleta Yesu Kristo kutoka kwa wafu ataifufua na miili yenu. Mwanamke uliyepigika kwa magonjwa, roho ya Bwana yuko juu yako kukuponya mchana wa leo. Kwa jina la Yesu aliye hai, roho ya Yesu Kristo iliyomleta kutoka kwa wafu ikuponya mchana wa leo. Bwana anakuponya mchana wa leo. Bwana anakuponya mchana wa leo. Bwana anakuponya masikio yako. Bwana anakuponya kansa yako. Bwana anakuponya kansa yako kwa jina la Yesu. Bwana anaponya moyo mkubwa, moyo uliovimba. Bwana anakuponya moyo uliyejaa maji. Bwana anakuponya. Na nena nguvu ya neno la msalaba, ujumbe wa msalaba. Kuna nguvu ya kuponywa. Ponywa mchana wa leo. Wewe uliyekataliwa na wazazi, Bwana anakuponya. Wewe uliyefukuzwa na mume, Bwana anaponya ndoa yako. Bwana anaponya ndoa yako. Alikuja kuponya, alikuja kuweka sawa jambo lako unalopaswa kufanya. Wewe amini tu nguvu ya ujumbe wa msalaba. Upo uponyaji mchana wa leo. Iko nguvu ya kuponya kwa jina la Yesu aliye hai.
Amen and amen. Isikilize. Yende jambo la pili. Yesu alisulubiwa mpaka akafa msalabani, mpaka akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Sasa nisikilize, baada ya kufufuka alionekana mara 40. Baada ya kufufuka alionekana mara 40 kwa wanafunzi. Alijidhihirisha kwao ya kwamba yu hai milele na milele, ya kwamba ametoka kwa wafu, ya kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Wanafunzi walimuona mara 40. Walimuona mara 40 akijifunua kwao, na ndani ya mara 40 Yesu hakufanya kitu kingine tena. Yesu alikuwa akiwatokea ili kuwafunulia kwamba ndiye. Mara 40 mpaka alipohakikisha wamejua ndiye. Hata kama kule mitaani kumezagaa habari ya kwamba aliibiwa, lakini kwao mitume Yesu alijifunua mara 40. Mchana wa leo Yesu ana uwezo wa kujifunua kwako. Yesu ana uwezo wa kujifunua kwako. Wewe ukielekeza moyo wako kwa huyu naye mhubiri Yesu Kristo, yeye ndiye ujumbe wa msalaba, yeye ndiye nguvu ya msalaba. Elekeza mawazo yake kwake, weka tumaini lako kwake. Muamini huyu naye mhubiri ana uwezo wa kukuponya. Hata kama watu wamekukataa, hata kama watu wamekuchoka, hata kama watu hawakusaidii, uko mkono wa Bwana wenye uwezo kukuponya, wenye uwezo kukuinua. Wewe amini tu na kusihi kwa jina la Yesu. Amini maneno haya, amini ujumbe huu. Yesu yuko hapo hapo. Yesu yuko hapo hapo kukufuta machozi. Yesu yuko hapo hapo kukulipia gharama. Mwanafunzi ambaye umekosa wazazi, Yesu yuko hapo hapo. Atalipa gharama, atalipa gharama za chuo, atalipa kwa jina la Yesu. Mwanamke mjane uliyedhulumiwa mali za mume wako na watoto wako, pokea ujumbe wa mchana. Iko nguvu ya ujumbe wa msalaba iende kukuponya. Bwana na kurejeshea, Bwana na kwenda kukutana na wote waliokuonea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sante. Kwa hiyo Yesu akajifunua mara 40. Ndio maana tunakwenda kuona hapo mbele mitume wanapotoka kuhubiri, wanasema sisi ni mashahidi. Tumemwona tangu kuja kwake, alipoteseka mpaka alipokufa na alipofufuka na alipochukuliwa juu. Wanafunzi wanasema sisi ni mashahidi, na yameandikwa kwamba mitume akina Petro walimuona ni mashahidi. Amini ujumbe huu. Achana na watu wanaokuvunja moyo, achana na wavunja moyo, achana na wanaokataa kuna kuokoka, achana na wanaosema Yesu hakusulubiwa. Huo ni upuuzi wa Kiyunani. Hata Wayunani kwenye filosofa yao walikuwa wanasema inawezekanaje, wakaita ni upuuzi, wakaita ujumbe ule unaohubiriwa na mitume wakaita ni upuuzi. Na Paulo akasema kama nyinyi mnasema ni upuuzi, kwetu ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Kwetu ni nguvu ya kuokoa. Wayunani wanasema ni upuuzi. Ukija kwenye upande wa Wayahudi, dini ya Masadukayo ambao walikuwa hawaamini ufufuo, nao hao wakapambana, nao wanakataa. Kumbuka hata walimuuliza maswali ya habari ya kiyama Yesu. Hawa Masadukayo walimuuliza habari ya kiyama, walimuuliza kwa habari ya mwanamke aliyeolewa na wanaume 7. Wanasema kama kuna kiyama atakuwa mke wa nani? Yesu akawaambia hamjui mnaoyasema. Ule ufalme hakuna kuoa wala kuolewa, hakuna kuoa wala kuolewa. Tutakuwa kama malaika, tutakuwa kama malaika. Malaika hawana sensi za kibinadamu, malaika hawana. Tutakuwa kama malaika. Pamoja na kujibiwa, bado waliendelea kupambana na mitume. Wanasema haiwezekani. Kama ndivyo, tupeni ishara.
Hii ndiyo kazi waliokuwa nayo mitume. Mtumishi wa Mungu, niende kwa kazi. Kwa hiyo tumeona Yesu Kristo alisulubiwa kwenye mti, akawa anaonekana amelaaniwa, akaonekana ni mpuuzi fulani, akaonekana kapewa majina yote, alitamkiwa namna zozote. Lakini nisikilize mpendwa, haya yalimpata Yesu ili kuleta ukombozi wangu na wakwako, ili kuleta uzima wangu na wakwako. Itakusaidia nini kuwasikiliza wanadamu wasioweza kukuponya, wasiojua maumivu yako? Yuko anayejua maumivu yako, yuko aliyechukua maumivu yako. Biblia inasema kwenye Isaya, aliyechukua maumivu yetu. Ndiyo maana alipokuwa pale msalabani, hata akaita akasema, Baba, Bwana umeniacha. Lile neno lilikuwa neno la kinabii, aliwahi kulisema Daudi, lakini lilikuwa linamhusu Yesu. Anapiga kelele wakati mbingu zimenyamaza, wakati mbingu zimeamua kumpa mgongo na sayari ya jua imempa mgongo, kukawa na giza nene, kisha kukatokea tetemeko zito. Mpendwa wangu, haya yalimkuta Yesu ili wewe na mimi tuwe salama. Uwe salama mchana wa leo, uponywe mchana wa leo, uponywe kipanda uso, uponywe kisukari, uponywe kwa jina la Yesu, uponywe kwa jina la Yesu, uponywe tumbo la uzazi, uponywe tumbo la uzazi. Miaka 2000 Yesu aliyesulubiwa alichukua mateso yote, alichukua laana zako, alichukua mikosi yako. Hauna mikosi kama nilivyokuambia. Kija ndani ya Yesu hakuna mikosi mwanangu. Ndani ya Yesu Kristo hakuna mikosi, kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo Yesu Kristo anapoyafanya haya, alikuwa anatimiza takwa la Torati. Akiwa Golgotha, nisikilize nigusie sasa msalaba ambao ni mti. Akiwa Golgotha, Yesu Kristo akiwa Golgotha, au wengine wanaita Kalvari, pale kwenye mlima wa kusulubiwa, alikuwa ana watu, alikuwa amesulubiwa juu ya mti na watu wawili, moja kushoto na moja kulia, Yesu katikati. Na hawa wawili walikuwa ni wanyang'anyi. Sasa inapozungumza habari ya mti wa msalaba pale Kalvari, siku za Yesu Kristo anapoteseka, kulikuwa na msalaba mitatu. Msalaba wa katikati ndio msalaba wa Kristo. Hii mingine miwili ni misalaba ya wenye dhambi, wenye dhambi wenzetu. Unabii unasema alichanganywa na wenye dhambi. Pendwa wangu, uone aibu aliyokutana nayo Yesu, hata kufanya chochote. Hawa wengine walikuwa ni majambazi, hawa wengine walikuwa wamepora watu, hawa wengine walikuwa wamebaka watu, wakachanganywa na Yesu, wakahukumiwa na Yesu. Yesu akiwa amehukumiwa kwa hukumu ya kuonewa ili atimize unabii, lakini hakutenda lolote. Hata mbele yao aliwaambia nini nilichotenda? Walikosa majibu, lakini takwa la Torati. Lakini Baba alisema, nenda ukaninunulie watu. Ndiyo maana kitabu cha Ufunuo kinasema kifo cha Yesu Kristo alimnunulia Baba watu wa lugha na jamaa na kabila, nikiwemo mmoja wapo. Huyu naye kuhubiri habari ya nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Pendwa wangu, Yesu Kristo haya yalimpata katikati ya wanyang'anyi, lakini Yesu akiwa ni mwenye haki, hata katikati ya msalaba, akiwa katikati ya wanyang'anyi, wale wanyang'anyi walimdhihaki, walimsemea maneno ya hovyo. Mmoja akakumbuka akasema, Bwana, unikumbuke katika ufalme wako.
na Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya haya. Biblia nasema hivi, akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Leo hii utakuwa pamoja eneo la amani. Angalia kazi ya Yesu Kristo ni kuokoa mpaka akiwa msalabani. Akiwa msalabani alidhihirisha nguvu ya kuokoa. Mpendwa wangu, huyu mwingine yeye akajifanya kichwa ngumu, kama walivyo watu wengine wanajifanya kichwa ngumu, wanaenda kanisani bado wanaendelea na dhambi. Wacha mpendwa wangu nikwambie kwa kifupi kidogo, nigusie hii misalaba miwili. Msalaba mmoja wapo wa yule ambaye hakutubu, tunaita msalaba wa watu wasiotaka kuokoka. Na mimi sijui leo kwenye ulimwengu watu wengi wanavaa msalaba, mimi sijui umevaa wa nani. Mpendwa wangu, mimi sijui umevaa wa nani, maana msalaba vipimo vilikuwa viko sawa, isipokuwa wa Yesu ulikuwa uko katikati. Lakini yote inaitwa msalaba. Huwa mmoja ambaye hataki kutubu mpaka anakata roho, anamsema maneno mabaya, na wewe unavaa msalaba. Mimi sijui unavaa wa nani, mimi sijui unavaa wa nani, maana ungekuwa wa Yesu ungeliokoka. Lakini msalaba mwingine tunauita msalaba wa toba. Huyo aliyekuwa upande mwingine, yeye aliungama mbele za Yesu, yeye alipona mbele za Yesu. Mpendwa wangu, dunia inavaa msalaba, hata tafsiri hawajui. Mpendwa wangu, hata kama utavaa msalaba uwe unaukokota, hauwezi kubebeka. Kama hujaokoka umebeba mzigo usio na sababu. Lakini baada ya Yesu tunasema sasa ujumbe wa neno la msalaba, sio mti wa msalaba, ujumbe wa neno la msalaba kwao wanaopotea, kwao wasiojali, kwao wasioamini, kwao wasiotaka kuokoka. Kupotea wanapotea. Lakini Paulo anasema kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Niende kumalizia, hebu niseme maneno haya. Siri ya nguvu ya ujumbe wa msalaba, ndipo napokwenda kumalizia. Siri ya nguvu ya ujumbe wa msalaba. Pendo wangu, hii siri ya nguvu ya ujumbe wa msalaba imebeba mambo manne. Jambo la kwanza, maana Yesu alivyoteseka, alivyosulubiwa mpaka kufa. Siri ya nguvu ya neno la msalaba iko kwenye mambo manne, na hii ndiyo siri nitamalizia, na hii ndiyo siri ya Ukristo. Haleluya, haleluya. Jambo la kwanza, mateso aliyopata Yesu ya kusulubiwa na kuteswa msalabani, mateso aliyokutana nayo Yesu, ukitaka kuyaona yako kwenye Isaya 53. Mateso aliyokutana nayo Yesu, ile Isaya 53 yalitimizwa yote. Sasa Yesu aliteseka msalabani, Yesu alisulubiwa msalabani. Hilo ndilo jambo la kwanza katika nguvu ya ujumbe wa msalaba. Jambo la pili, katika kuteseka kwa Yesu mpaka alikufa msalabani. Ndugu yangu, Yesu hakufa nje ya msalaba, alifia msalabani kileleni. Jambo la kwanza nimekwambia, Yesu aliteseka, Yesu alisulubiwa akiwa msalabani. Lakini Yesu, jambo la pili, alifia msalabani pale kileleni. Alifia msalabani. Wengine wanasema Yesu hakufa msalabani, Mungu alifanyaje sijui. Pendwa wangu, hizo ni falsafa za waongo. Hizo ni akili za wapuuzi. Anawauliza wako wapi wenye hekima walete majibu kwa wagonjwa? Wako wapi wenye hekima wa siku hizi? Wako wapi watoa hoja wa nyakati hizi? Mbona hawasimami wakaleta majibu kwa ajili ya ulimwengu ulioharibika?
Lakini wacha nikwambie, ile neno linaonekana ni upuuzi, ni nguvu ya Mungu iokoayo. Ile neno la msalaba, walipokuwa wanahubiri, wanasema Yesu alisulubiwa, wanasema Yesu alikufa msalabani, wengine wakaita upuuzi. Kila kinachoitwa upuuzi kwetu ni nguvu ya Mungu iokoayo. Sana wa leo Yesu Kristo akutane na wewe. Jambo la tatu. Jambo la pili, Yesu alifia msalabani. Jambo la tatu, alipokufa akazikwa. Alipokufa akashushwa, akazikwa. Lakini katika kuzikwa akakaa siku 2, ya tatu akafufuka. Jambo la tatu, sio tu alikufa Yesu, na kama Yesu angekufa asifufuke, Paulo anasema kuhubiri kwetu kusingekuwa kuna maana yoyote, kusingekuwa kuna matokeo yoyote. Matokeo unayoyaona hata mchana wa leo, wako watu wanaanza kuponywa, wako watu wanafunguliwa kwenye mambo haya manne. Jambo la tatu mpendwa, Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Jambo la tatu mpendwa, kwenye nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba, Yesu alifufuka. Yesu yu hai milele na milele. Yesu alifufuka kuliko waliotangulia mbele yake. Hii ndio tunaita siri ya nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Kwa nini tuhubiri neno la msalaba? Maana ndani yake uko uweza, ndani yake watu wamepona. Niende kumalizia, niombe na wewe. Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu. Jambo la 4 la mwisho, Yesu Kristo alipaa. Jambo la 4, alionekana mara 40 kwa mitume. Alipokamilisha mara 40, akaenda nao mpaka mlimani, akapaa, wanamuona. Wapendwa, hapa ndo penye siri ya nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Yesu alitimiza mambo manne. Yesu kama angeteseka, Yesu kama angeliuawa, asingefufuka, pendwa wangu, kusingelikuweko na kitu kinachoitwa Ukristo duniani. Ukristo ni nguvu ya Mungu. Ukristo ni nguvu ya Mungu aliyemfufua kutoka kwa wafu. Yesu alifufuka. Na jambo la neno la mwisho, Yesu akapaa. Yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba milele na milele. Yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na tunasema hivi, huu ndio ujumbe wetu mkuu. Hii ndiyo nguvu ya ujumbe wa msalaba. Hii ndiyo nguvu ya imani yetu. Huu ndio ushindi wa imani yetu dhidi ya nguvu zote. Lakini huu ndio nguvu ya wokovu wetu. Kama alivyofufuka, ndivyo tutakavyofufuka. Kama alivyofufuka, kama alivyo hai, ndivyo tutakavyokuwa hai. Na mwenyewe akasema, aniaminia mimi, ajapokufa atakuwa hai. Pendwa wangu, mpendwa wangu, tujakufa katika mwili, roho zetu zinalala na Yesu. Roho zetu zinaenda uzimani kwa jina la Yesu. Jana wa leo mpokee Yesu. Nguvu ya Ukristo ni haya mambo manne. Yesu aliteseka msalabani. Yesu aliteswa msalabani. Yesu alifia msalabani. Yesu alizikwa. Yesu alifufuka. Yesu amepaa, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yesu yu hai milele na milele. Akufanye uwe hai mchana wa leo. Akufanye uwe hai na ndoa yako. Ndoa yako iwe salama. Yesu aingilie kati ya ndoa yako. Yesu aingilie kati. Amponye mume wako. Amponye mke wako. Yesu aliye hai aingilie kati maisha yako. Maisha yenye magonjwa. Umezungukwa na magonjwa. Umezungukwa na wimbi la magonjwa. Umezungukwa na wingu
wingu la magonjwa. Yesu akutoe, Yesu akufungue, Yesu akuache huru. Kama alivyofufuka kutoka kwa wafu, akufufue. Afufue uchumi wako, afufue ndoa yako, afufue huduma yako. Mchungaji wangu, najua unapitia mazingira magumu. Yesu akufufue, Yesu akumulikie uso wake. Mchungaji wangu, tumishi wa Mungu, wito uko ndani, unapita vipindi vigumu. Yesu akutane nao, Yesu akutane nao. Huyu naye mhubiri, Yesu akutane nao, Yesu akuponye, Yesu akuinue, Yesu akuponye. Mpendo wangu, nimalizie. Bae, umelisikia neno hili. Nguvu ya ujumbe wa neno la msalaba. Hebu mpokee Yesu mchana wa leo. Utayaona matokeo mwenyewe. Nitakapokuombea, utayaona matokeo yasiyo ya kawaida. Mkono wa Mungu uko hapo. Hebu rudia maneno haya. Wewe kwa mara ya kwanza ambaye hujawahi kuokoka, niombe na wewe kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, nipo mbele zako, uniokoe Yesu, uniponye Yesu. Nimesikia neno la ujumbe wa msalaba. Niokoe Yesu, wewe ni Mwokozi. Ulimuokoa mwizi mmoja msalabani. Niokoe Yesu, hata kama jirani yako hataki toba, wewe mwambie Yesu, niokoe. Kuanzia leo nitakutumikia. Basi niombe kwa ajili ya wagonjwa. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tumishi wa Mungu mahali ulipo unaumwa. Tumishi wa Mungu, inawezekana ndugu zako wamekukatia tamaa, madaktari wamekukatia tamaa. Wacha niombe na wewe. Huyu Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu ana uwezo. Niombe kwa ajili yako. Amini Yesu anaweza. Amini Yesu yuko hapo. Sema maneno haya kifupi. Sema, Bwana Yesu, niponye mchana wa leo. Unaweza kuniponya. Haijalishi ugonjwa umesemwaje na madaktari. Yesu, niokoe na ugonjwa huu na mauti hii, katika jina la Yesu. Baba Mungu, asante kwa ajili ya mwanamke huyu. Ninamleta mikononi mwako, ninamleta uweponi kwako, ninamleta nguvuni mwako. Yesu, namuinua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pale alipolazwa, pale Tumbi, pale Muhimbili, pale KCMC, pale Bugando, pale na kwingineko, pale Kenya, pale Uganda na kwingineko kote, kono wako Yesu wende kuinuka. Ponya Bwana, ponya Bwana, ponya Bwana, ponya Bwana. Muinue kwa jina la Yesu, muinue kwa jina la Yesu. Roho wa uzima aliyekuleta kutoka kwa wafu, akuinue mwanamke, akuinue mwanaume, akuinue binti. Uinuliwe Baba. Utakufa kwa jina la Yesu. Hautakufa kwa jina la Yesu. Hautakufa kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea uponyaji wako, pokea muujiza wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima. Baba Mungu, asante kwa ajili ya watumishi wako. Namleta Baba Askofu Mkuu pamoja na kabineti yake. Nyosha mkono wako waponye, nyosha mkono wako waponye. Sante kwa maono haya, sante kwa mkurugenzi mkuu wa Mima. Sante ukamponye, ukamlinde. Sante Bwana wa majeshi kwa ajili ya maaskofu wa kanda zote, kwa ajili ya askofu wa majimbo,
kwa ajili ya watumishi wako wote. Yesu, inuka waponye. Yesu, inuka waponye. Waponye wafanya kazi wasibuka Radio FM, walinde Radio FM. Waponye na watumishi wasibuka TV. Waponye Bwana, waponye vijana hawa, waponye mabinti hawa, waponye mafundi mitambo, uponye system yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Liponye bara la Afrika, liponye Asia, yaponye mabara yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, asante na kushukuru maana umetenda mambo makuu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Asante Bwana, utukufu na heshima ni vyako. Unastahili mwana wa Mungu, unastahili wewe uliye nguvu yetu, katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, na wote watazamaji na wasikilizaji wangu tuseme amina, na unaweza ukampigia Yesu makofi kwa imani. Kwa imani inuka ujiangalie. Nipigie simu zangu 0763. Pigie simu 0763 349500, 0763349500. Na Mungu akubariki. Nitaomba na wewe nitakushauri katika jina la Yesu aliye hai. Amen and amen. Bye.